بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Sasa leo tukiendelea madarasa haya Risalatul Jamia, tumeingia katika mlango wa hija. Na kama nilivyowaambia, hija kidogo kuna ugumu. Kivipi kuna ugumu? Ni kitu ambacho ni practical. Lazima tukifanye. Unajua swala, tumesoma masaili ya swala, utaona kila ukiswali kuna baadhi ya masaili wafanya nini? Wakumbuka, hapa nafaa kufanya hivi, hapa nafaa kufanya hivi, hapa nafaa kufanya hivi. Lakini etwaje? Hija utasoma leo, yani labda Mungu baada ya miaka 10 ama miaka 15 ndio atakupa fursa uende hija. Hata tukakuuliza labda baada kama miezi 4, bwana mlisoma mlango wa hija kwenye kitabu fulani. Hebu masala fulani vipi? Utapata huwezi, hukumbuki. Haina neno. Ima utasahau ama mambo mingi hatuwezi kufanya mpaka tuone practical. Lakini tutajaribu kadiri ya uwezo tueleze, yani kwa yani taufiki ya Allah jalla jalaluhu. Naam, na mambo mengine mtu ajaribu akipata kwenda hija, ni jukumu la yule mtu kutafuta mtu amsomeshe namna kufanya hija. Ni jukumu, ni wajibu. Hakuna kwenda tu hivi hivi. Ni wajibu. Naam. Asema Sheikh al-Hajj, hija nguzo ya 5, sawa? Na katika miza ama katika mambo maulama watuambia, imepokewa katika hadithi kuwa hija ilikuwa hata katika umma zilizotangulia kulikuwa na hija. Kuna mambo ni tofauti, lakini hija ilikuwa. Na ndio maana hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa na hija, walikuwa na umra, walikuwa wakifanya hija, ingawa kuna baadhi ya vitu walikuwa wameviacha na kuna baadhi ya vitu walikuwa wameongeza. Tunaona wakati wa jahiliya, hata kabla ya bwana Mtume kutumilizwa, kulikuwa na hija. Ilikuwa msimu wa hija, watu wanakuja kutoka nchi zile za Kiarabu, wanakuja watu wengi kufanya hija, wanatufu al-Kaaba. Lakini baadhi ya wale watuambia ilikuwa hakuna wukufu bi Arafa, hawasimami Arafa. Tamam? Na katika mambo ya kutekesha walikuwa wengi wakitufu uchi wa mnyama. Galia ishkali hiyo. To jahiliya, yani ujinga. Unajua maana ya jahiliya? Ukiambia zama za jahiliya ni zama za ujinga. Wewe mtu na akili yako timamu, mchana una akili yako timamu, waume kwa wake mtufu uchi. Mnawazimu nyinyi. Lakini angalia, kusema ukweli, kwa nini walikuwa wakitufu uchi? Unajua mtu anaweza kuuliza, walikuwa wakitufu uchi kwa sababu wakiamini, yani si wakiamini, wakiambizana, bwana hapa umekuja katika ibada, kwa hiyo hufai kuvaa chochote ambacho ushawahi kufanya dhambi ndani yake. Usivae nguo ya haramu. Nguo hii ambayo wewe atakuivaa ushawahi kufanya dhambi, ukiwa umevaa ile nguo, basi usivae hapa kwenye hija. Wewe hapa unkuja kwa ajili ya Mungu. Angalia. Ingawa sasa ile mizani yao ama hiyo fikra zao zimewapeleka wakavuka mipaka. Wao wataka kama ambaye ni ibada, lakini wamevuka nini? Mipaka. Tumefahamiana. Kwa hivyo ibada kama hizi zilikuwa, walikuwa wakiadhimisha ile Hajar al-Aswad, ile jiwe leusi, wakiliadhimisha, wakilipenda, wakilibusu. Mambo ambayo yalikuwa yakitokea. Hakika, tamam. Kwa hivyo hija ni katika ibada ambazo zilikuwa tangu kitambo. Si katika umma wetu peke yake. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Asema Sheikh, wa amma al-hajj, ama kuhiji, kufanya hija sasa, fa huwa khamisu arkanil islami, ndio nguzo ya 5 ya Uislamu. Fa huwa khamisu arkanil islami, kisha utasoma, nimeghafilika. Fa huwa khamisu arkanil islami, ni nguzo ya 5 ya nini? Ya Uislamu. Tulitaja nguzo za Uislamu pale mwanzo, sio? Ya 5 ni hija. Inshallah endelea kusoma. Wa huwa fardhun kulli muslim mukallafin hurrin. Naam. وكذا العمرة في العمر مرة بشرط الاستطاعة. ndio nzuri. وهي أن يملك ما يحتاج إليه في سفره إلى الحج ذهابا وإيابا ونفقة من تلزمه نفقته إلى رجوعه. نعم. Asema Sheikh, wa huwa fardun, na hiyo hija ni nini? Ni faradhi. Ni nini? Ni faradhi, ni lazima, ni wajibu. Na hii ni katika zitu ama ni katika vitu huitwa al-ma'lumat min ad-din bid-darura. Wakumbuka nikisema kitu chaitwa maalum min ad-din bid-darura, maana yake ni nini? Wakumbuka? Lazima mtu avijue.
Hija ni katika vitu ambavyo lazima kila Muislamu afanye nini? Ajue kuwa wajibu. Ajue kuwa nini? Ni wajibu. Na mtu akikataa, akisema si wajibu, huyo ni kafiri. Kitu chochote ukisikia hadha maalumun min ad-dini bid-darura, hiki kitu kinajulikana katika dini kwa dharura, basi kitu kama kile mtu yote atakayekipinga tumwambie wewe nani? Wewe si Muislamu. Taban, ikiwa amepinga kwa ajili ya ujinga, yani hajasoma, tutamuita tumpe dalili, kisha tukishampa dalili sasa akipinga bado kwa inadi tumwambia sasa yeye ndo nani? Yeye kafiri. Tumeelewana eh? Kwa hivyo hija ni katika al-ma'lum min ad-dini bid-darura. Asema shekhe wa huwa fardun, ni faradhi, ni lazima, ni wajibu ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu. Juu ya nani? Juu ya kila Muislamu. Mukallafin, alokalifishwa na sheria. Alokalifishwa na nini? Nini alokalifishwa na sheria? Mtu gani amekalifishwa na sheria? Alokalifishwa na sheria. Mukallaf alokalifishwa na sheria. Nani huyu? Muislamu. Muislamu tushataja. Mukallaf ni mtu alobalighi na alo na nini? Amebalighi na ana akili. Huyo ndo amekalifishwa na sheria. Kisikia mukallaf maana yake ni baligh aqil. Ni mtu ambaye amebalighi na ana nini? Ana akili yake timamu, yani si majnuni, si wazimu. Shanielewa eh? Mukallaf. Sawa? Kullu muslimin mukallafin hurrin. Ambaye ni huru. Unajua kitambo tena kuna watumwa. Alhamdulillah siku hizi hakuna watumwa. Sawa eh? Kwa hivyo hur. Huyu ndo mtu ambaye lazima afanye hija. Mtu ambaye ni wazimu ama ni mtoto mdogo ama mtumwa si lazima afanye nini? Afanye hija. Sawa? Si lazima afanye nini? Afanye hija. Hija kwake si lazima. Asema shekhe, wa kadhal umratu. Pia katika mambo ambayo ni wajibu ni umra. Umra pia ni faradhi mzee. Na vile vile umra katika madhehebu yetu umra pia ni faradhi. Sawa? Lazima mtu afanye umra. Asema shekhe, fil umri marra. Katika maisha ya mtu afanye mara moja. Mara moja. Hija mara moja, umra mara moja. Hiyo ndio lazima. Hiyo ndio nini? Ndio lazima. Hai. Fil umri marratan. Katika umri wake mtu afanye nini? Afanye umra mara moja. Lakini ni sunna. Ni sunna iliyotiliwa mkazo. Mtu yoyote mwenye uweza, ana uwezo, yani tajiri ana uwezo wote, kila miaka 5 afanye hija mara sunna. Sawa? Sunna. Yani wewe una uwezo, usiwe bakhili, fanya hija mara moja kwa miaka 5. Kila miaka 5 fanya hija. Na bora zaidi peleka watu wakahiji. Mtu ambaye hajawahi kuhiji mpeleke. Peleka watu. Faida yake ni kuwa yule akihiji, kwanza umemsaidia mtu atimize nguzo za Uislamu. Jambo la pili, wapata thawabu kamili. Kama ambaye wewe umehiji. Sasa angalia bahati ya, yani ubora wa kumpa mtu apeleke, yani kumfanya mtu aende hija badala ya wewe kwenda kama ushahiji. Ubora wake ni nini? Kwa mfano, mara wewe una pesa. Kanipa mimi niende hija, ushahiji wewe. Wewe ulipohiji mara ya kwanza, labda kuna mapungufu yalitokea, thawabu zako zikapungua. Kweli morongo? Inawezekana mwanadamu bwana. Ukinipa mimi, hata kama mimi nitafanya mapungufu yoyote, wewe hupati. Ushaelewa? Wewe upata thawabu zako kamili. Shana, ingawa watu wengine wanatamani ile sehemu. Ile sehemu, mimi kuna mtu ameniambia juzi tu, yeye ametoka hija. Mwaka huu alipata fursa ya kwenda umra. Nikakutana naye kabla ya kwenda hija takriban kwa wiki 3. Tulipozungumza, ama kabla ya mwezi tuseme, bado hajapata safari ya hija, alikuwa bado yangoja visa. Kasumza naye nini, akanambia inshallah mimi mwanangu, mjombangu anambia inshallah mwanangu mimi nataka kwenda hija. Tuombeane Mungu. Ikawa yanieleza namna umra ilivyokuwa. Anambia mwanangu, wacha nikwambie, mimi nimeenda umra. Ndo mara yangu ya kwanza kwenda umra. Mwanangu, ninafika kule, wafika wewe wadhani madamu ulikuwa uitamani. Unajua Muislamu yuatamani kwenda zile sehemu tukufu, sio? Nimefika. Nimemaliza ile umra, nimemaliza ibada, sasa nataka kurudi. Natamani kwenda zaidi. Yaani ile itwaje, tamaa ya kwenda inazidi, si eti inapungua. Unajua wewe ukiwa tamani kitu, ukikila kisha ile tamaa inafanya nini? Yale matamanio yanaisha. Anasema bwana, mimi nimekwenda kule Maka na Madina, ndo natamani kwenda zaidi. Hivi sasa alipoenda sasa amerudi jana. Juzi amerudi Mombasa, amerudi juzi. Anaambia mwanangu, yahe, bado natamani kwenda tena nikipata fursa. Yeye si tajiri, lakini anasema nikipata fursa natamani kwenda tena. Kwa hivyo kuna utamu. Unajua wewe ukenda miji kama ile, wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu.
umekwenda pale waona nyumba ya Mwenyezi Mungu, waona Al-Kaaba, kila siku waisikia maana kwenye TV. Kuna watu wengine wanachizi, yani wanashikwa na wazimu. Manake amekuja wapi? Ama ukaenda Madina, umekwenda kumzuru bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mmoja zamani ni kama ndoto yani. Ushaelewa leo umeiona live, ushaelewa fikiria kila siku kulia utalia uchanganyikiwe ushindwe hata ufanye nini. Wewe ufike pale uketi tu uangalie ile Al-Kaaba, ufike kama uridi kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam uangalie tu pale raudha. Mmoja katika mashekhe yasema kulikuwa na mtu anatoka West Africa kule, amefika kule Makkah, yeye ampanga kwenda hija ama umra. Fika pale ndo amefika na mizigo yake, mara akapata taxi, asikia taxi asema haya Madina tu Rasulillah. Yule mtu kwa ile mapenzi yake kwa bwana Mtume akachanganyikiwa. Alikuwa amekuja hija ama umra kwanza, alikuwa aende ziara baada ya nini, baada ya amali ya hija ama ya umra. Alipofika tu manake asikia taxi kwenda Madina, hapo akabadilisha safari. Huyo akapanda taxi akaenda zake ziara. Akiingia kwenye taxi kuna mtu amwambia, wewe bwana, lakini ulikuwa umekuja umra umekuja hija? Akasema, baba, ziara hiyo nitaiwataje mimi ziara? Fursa bwana. Huyo akaenda zake akamzuru Mtume. Yani ndio unajua ni ile itoje alaka na mapenzi. Kule ni miji mitakatifu zaidi. Unajua ukisikia Muislamu lazima aitwaje ile roho yake iwe yaenda mrama yani. Tamam. Falmuhim mtu akiweza kila miaka 5 ni sunna afanye nini? Afanye hija. Asema Sheikh wakadha al-umra fi al-umri marra, sio? Lakini asema bisharti al-istitaa, kwa sharti ya kuwa na uwezo, kwa sharti ya kuwa na nini? Si tumesema umra na hija ni wajibu? Si wajibu kwa kila mtu. Tumesema ni wajibu kwa Muislamu ambaye amekalifishwa na sheria, ambaye ni huru, na kuna sharti nyingine. Sharti yenyewe ni uwe na uwezo. Yeye ataeleza uwezo nini, yeye mwenyewe ataeleza uwezo nini. Sasa ukishakuwa na uwezo pamoja na haya yaliyotangulia, wewe ni Muislamu na ni mukallaf, yani una akili na umebalighi na uko huru na una uwezo, basi hija kwako sasa ni nini? Lazima. Sawa? Lakini sasa kuna hija kuswihi kwa hija, hata kama kwa mtu si lazima, hata mtoto mdogo inaswihi, bora toe Muislamu. Kuswihi kwa hija sharti yake ni moja. Wakumbuka swala tulitaja masharti yake? Wakumbuka kuna masharti ya swala tulitaja, saum kuna masharti tulitaja, sio? Hija pia ina masharti. Masharti ya kuswihi peke yake ni uwe Muislamu tu basi. Hata kama ni mtoto wa miaka 2, mzazi atambeba ataenda naye, atatia nia ya ihramu badili ya mtoto wake yule. Ile hija yake tafanya nini? Taswihi, na atapata hija sunna, atakuwa anapata nini? Thawabu za sunna yani yule mtoto. Sawa? Lakini kwa kasi lazima. Lakini imeswihi ama haijaswihi? Imeswihi. Haya, kuna daraja ya pili, hija itaswihi, lakini wakati huo iwe yule mtu ana ruhusa ya yeye mwenyewe kufanya zile ibada. Huyu sasa ni mtu ambaye ana tamyizi, hajabalighi lakini ana nini? Ana tamyizi, ni Muislamu. Hii masharti yake mawili, lazima awe ni Muislamu, na pili iwe ana tamyizi. Yani tamyizi ni amefika miaka 8, 9, aweza kubainisha mambo, ataweza kujua kulia kushoto, aweza kuzungumza. Ukimuuliza wewe nani, hasemi nataka kula. Ukimuuliza wewe nani, akwambia mimi naitwa Zaid. Si ati kumuuliza wewe waitwa nani, akwambia nataka kula. Huyo bado aitwaje? Si mumayiz. Mumayiz ni yule mwenye kuweza kubainisha mambo. Basi huyu tutamwambia kwanza hija inaswihi, na pili ana ruhusa yeye mwenyewe kufanya zile ibada. Ana ruhusa yeye mwenyewe kufanya nini? Zile ibada. Unaona yule mtoto mdogo hawezi kufanya, ni mtu yafanya nini? Yamfanyia, ni mtu yamnuilia, ni mtu sio mzazi wake kama hivyo. Wazi? Ama mtu mwenye wazimu, yeye hawezi kufanya. Wazimu ajua ni basi sisi ndio tutamtiliania, sisi ndio tumeelewana na majelana. Wazi? Haya, lakini daraja ya pili tumesema ni mtu yeye mwenyewe awe na ruhusa ya kufanya nini? Ya kubashir zile ibada, zifanyie mwenyewe. Huyu lazima awe mumayiz. Kisha kuna ya tatu, daraja ya tatu, utasema iwe ile hija yake imekuwa ya nadhiri. Hija yake imekuwa ya nini? Ya nadhiri. Nyinyi mnajua kitu chaitwa nadhiri nini? Mnajua nadhiri nini? Nadhiri nini? Mnajua? Yani kama useme mimi inshallah kitokea jambo fulani mimi nitafanya. Sasa huyu mtoto mdogo ama mtu yote ambaye hija kwake si lazima, mtu ambaye hija kwake si nini? Si lazima,
Kama nani? Kama mtumwa. Kama hija kwake si lazima, sunna. Labda bosi wake akimpa ruhusa, kwake hija sunna, basi labda bosi amempa ruhusa. Akiweka nadhiri, madamu amebalighi, tutamwambia ile nadhiri yake imefanya nini? Imeporomoka. Nadhiri yake imefanya nini? Imeporomoka. Sio kama tumefahamiana hapo. Akiweka nadhiri kuwa bana, mimi nimeweka nadhiri kuwa nitafanya nini? Hija. Inakuwa hija kwake sasa nini? Inakuwa ni lazima, maana yake ameweka nini? Nadhiri. Basi tutamwambia hija yako haito swihi, ama ile nadhiri yako haitoporomoka mpaka uwe wewe ni Muislamu, sawa? Uwe umebalighi na una akili zako. Uwe umebalighi na una nini? Una akili zako. Hata kama wewe ni mtumwa, hata kama wewe ni nani? Wazi ama laysa wazi? Lakini ati si umerukwa na akili, ama ni mtoto mdogo, hata kama ni mtoto ambaye yafahamu mambo lakini hajabalighi, tutamwambia hija yako ama nadhiri yako haijafanya nini? Haijaporomoka. Tumefahamiana? Ingawa mtoto mdogo hawezi kuweka nadhiri, hata akiweka nadhiri hiyo wajibu. Ndio maana hata sikutaka kupiga mfano na mtoto mdogo. Tumeelewana? Hapo kidogo ni ngumu. Haya. Kuna nyingine sasa, daraja ya juu zaidi ni iwe ile hija ihisabiwe kuwa ile hija ni ya Uislamu. Maana kuna hija ya Uislamu na kuna hija isiyokuwa ya Uislamu. Wana yule mtoto akifanya hija alipokuwa mdogo pale, hija ile haihesabiwi kuwa ndio hija ya Uislamu. Akishakuwa mkubwa akipata pesa zake, tumwambia lazima bado afanye nini? Maana tulisema akiwa mdogo hija yake inahesabiwa nini? Sunna. Kwa hivyo haijatimia ile hija ya Uislamu. Haijatimia? Sharti ya kutimia hija ya Uislamu ni masharti manne. Lazima yule mtu kwanza awe Muislamu, lazima awe mbalighi na ana akili, lazima awe huru, lazima awe hata kama hana uwezo. Kivipi yani hata kama hana uwezo? Mimi sina uwezo, mtu ani sponsor, lakini mimi nimebalighi, ni huru, ni Muislamu, sio? Alhamdulillah, Mungu atufishe katika dini yake, sio? Haya yote mkienda nikihiji, hata kama sina uwezo, ni mtu ameni sponsor, haina hija ya Uislamu inafanya nini? Inaswihi na inaporomoka ile hija ya Uislamu, inaporomoka ile hija nini? Tuko pamoja? Haya, ama sasa daraja ya mwisho ya juu zaidi ndio hii daraja tulioitaja kwenye kitabu, daraja ya uwajibu. Hija inakuwa ni nini? Ni wajibu. Sasa tumwambia haya masharti tulioyataja, Muislamu, awe amebalighi, awe ana akili, awe ni huru, kisha na sharti ya tano nini? Awe na uwezo. Tumwambia sasa haya masharti matano yakitimia, hija imekuwa nini? Lazima. Tumefahamiana? Sasa huo uwezo nini ndio atabainisha shekhe sasa. Asema wahia, na hiyo istitaa na huo uwezo maana yake nini? Anyamlika, ni amiliki ma yahtaju ilehi, kile anachokihitaji fi safari, katika safari yake, ila alhaji, ya kwenda hija, dhahaban wa iyaban, kwenda na kurudi. Chochote unachokihitaji bwana, wewe utahitaji chakula kule, sio? Basi uwe na pesa ya chakula. Wewe bwana utahitaji gari, sio? Basi pesa ya gari, ama ndege zama zetu, sio? Ndege. Wewe utahitaji sehemu ya kulala, basi uwe una pesa ya kulala. Yani pesa ulizonazo zatosha haya matumizi yote. Ikiwa unazo zile pesa, kwa mfano zama zetu, mimi sijui shilingi ngapi, laki ngapi hapa Kenya? Labda 500,000. Tuseme ukiwa na 500,000 wewe utapata tikiti ya kwenda, tikiti ya kurudi na pesa ya kubaki kule muda ule. Basi tutakwambia lazima uwe na zile pesa. Ndio hija iwe ni lazima. Kama 500,000 ndio hitaji, basi lazima uwe na 500,000. Wewe ukiwa na 300,000 hija kwako si lazima. 400,000 hija kwako si lazima. 500,000 hija 450,000 hija kwako si nini? 500,000 hija kwako ni lazima. Hija kwako ni lazima. Tumeelewana? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na tutahesabu muda wa kawaida wa kuketi Maka na Madina. Tutahesabu tu muda wa kawaida. Hatutohesabu mtu atakwenda kuketi kule miezi miwili. Sisi tuhesabu wewe bwana ukiwa unaenda hija kwa zama zetu, wataka siku ngapi? Wataka siku 5 6 tu, sio? Labda yani ni mfano, mimi sijui, sijaenda. Ama tuseme siku 15. Basi wewe tuakwambia upate pesa zinazotosha kukodisha chumba siku 15. Upate pesa zinazotosha kukodisha nyumba siku 15. Basi chakula cha siku 15. Basi ikiwa wewe utakoketi zaidi, ile zaidi shauri zako, hatuhesabu. Sisi tuhesabu mtu wa kawaida ataketi siku ngapi pale. Manake kuna mtu atasema bwana angalia, mimi nikienda nahitaji milioni. Milioni kwa nini bwana? Mimi unajua nitaketi mwezi. Tukwambia sisi tuhesabu kama ambaye utaketi siku 15 tu. Kwa hivyo pesa za siku 15 unazo? Ndio ninazo. Hata kama utaketi siku 30, hatujali zile siku za zaidi. Tumeelewana ama hatujaelewana? Wazi? Umekuwa wazi? Tamam. Haya. Jambo, masala. Mtu mwenye deni. Mtu ana nini? Ana deni. Kwa mfano yeye ana 700,000.
na tumesema hija inahitaji 500,000. Sasa tutakuwa tumpigia mfano huu tutakuwa tutumia mfano kwa anahitaji 500,000. Anahitaji 500,000 na lakini ana 700,000. Hija kwake lazima au si lazima? Lazima, lakini kumbe yeye ana deni la 300,000. Ana deni la 300,000. Hata kama ile deni ni baadaye, yani huu sio wakati wake. Tumkubaliana deni nitalilipa lini? Nitalilipa mfungo 6, yani Rabiul Awwal. Yani baada ya Dhulhijja kwa miezi 4, 5, 6. Je, muonaje? Lazima aende hija ama si lazima? Si lazima. Maadamu ana deni, maadamu ana nini? Si lazima aende hija. Maana ile deni akilitoa pesa itafanya nini? Itapungua. Angalia dini ilivyo rahisi. Maadamu una deni bwana usende. Bali maulama watuambia hata kama yule mwenye deni mwenye kukudai anakuambia haina neno safiri, ruhusa. Akikupa ruhusa tukwambia hija kwako ni ruhusa. Waweza kwenda. Lakini hatukwambii lazima. Hata kama yeye anakupa ruhusa. Maana kaweza kupa ruhusa leo ukaenda mara ukirudi tu akwambia nitaka deni langu sasa si amekutia mashakani. Sheria inakwambia haina neno. Madamu una deni bwana, haina neno usende. Lipa lile deni, tulia. Subhanallah, angalia sheria ilivyo rahisi. Tamam? Haya. Watu wengine huuliza, mtu ana pesa za haramu, mtu ana pesa akaenda hija vipi? Twamwambia akaenda hija ya wajibu inafanya nini? Inaporomoka. Ile hija ya Uislamu inafanya nini? Inaporomoka. Kama ambaye ushafanya nini? Ushahiji, lakini una thawabu. Una thawabu, umekwenda na pesa za haramu ya akhi, pesa umeiba ama umeuza drugs sijui nini. Umeuba pesa za umma. Tutakwambia hija ile ya wajibu imeporomoka. Manake wanazuoni wa fiqh wao kazi yao ni nguzo zimetimia, umeepuka zile haramu zote. Hiyo ndo kazi ya maulama wa fiqh. Hawaangalii zile pesa unzitoa lakini sasa upande mwingine watakwambia lakini ile pesa wewe ulikuwa hufai kuifanya nini? Kuitumia. Basi kwa ajili ulikuwa hufai kuitumia basi upata dhambi pale. Tumeelewana? Sheria si mchezo. Kwamba wewe umetimiza ile haja ya Uislamu utakwambia haya umetimiza, lakini sasa una thawabu, faida yake ni haina faida. Tamam Haya. Sasa huu uweza ambao tumesema amesema ni awe ana miliki zile pesa. Si kumiliki pesa tu, bali lazima ile njia kuwe na salama njiani. Kuwe na usalama njiani. Lau njiani hakuna usalama. Nitawaambia kitu kama kule Yemen nilipokuwa tuwasoma. Tukiuliza wale watu, manake Yemen kuna north na south. Kuna kusini na kaskazini. Kwenye vita nyinyi msikia Yemen kuna vita huwa viko north. Viko north. Sisi tulikuwa tusoma huku south. Hadramaut. Mji wetu wa Tarim. Kule north kule vita yake karibu kila siku. Kule bwana kuna vita. Sasa mtu akitaka kutoka kule wenyewe kwa wenyewe Waislamu kwa Waislamu, balaa tu, siasa, mambo ya kisiasa. Sasa mtu akitaka kutoka kule, lakini vita vatoka nchi nyingine pia, wapigwa vita na nchi nyingine. Almuhim, mtu akitaka kutoka kule akaenda hija, njiani aweza pata nini? Pingamizi, maskini, atapata tabu, hatoweza, sio? Ana pesa aweza kutosha, lakini njiani labda ni balaa, maana kwenda na gari, kwenda na basi huo. Waweza porwa, sio? Basi lazima. Hija si lazima. Angalia subhanallah dini yetu. Watu waenda na gari. Watu waenda na basi. Watu waenda na basi karibu sana. Kuna bahari katikati yao. Ni boda. Naam. Yani si mbali. Naam, si mbali. Huwa nafikiri kwa basi waliniambia wale nikiuliza siku 3. Watu wengi wakaenda kule, wanafunzi wakipata fursa ya kwenda umra wanaenda. Kwa sababu ni bei rahisi ukilinganisha kutoka huku Kenya ama kutoka nchi zao ni ghali. Pale wewe waenda tu na nini na basi, ukitoka huku lazima upande ndege. Ndege ni gharama. Sawa. Na pia ukiwa wajua watu ambao wanaishi kule Saudia, pia sehemu ya kuishi utapata kule. Kwa hivyo umeangusha ni gharama nyingi. Tamam. Haya, asema shekhe shekhe alafu baada ya hapo asemaje? Wanafaqata man talzamhu. Yani amesema ni yule mtu amiliki nini? Chochote anacho kihitaji. Pia amiliki wanafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila rujui. Na pia amiliki iko wapi? Wanafaqata, sio? Na pia amiliki, ndugu zanguni, amiliki nini? Nafaka, chakula. Amiliki chakula cha kila mtu ambaye yamtegemea yeye. Sio umiliki tu wewe chako bwana, uende wewe hija na umewata mke nyumbani, umeweka watoto. Madamu wewe ndo amlisha mke wako, sio? Yaani mke wako taban yuko chini yako, ndo amlisha. Na una watoto wadogo. Sio wale watoto wako chini yako. Tuliwataja kwenye zaka ya fitri, watu ambao ni lazima uwalishe, sio? Khalas.
Alhamdulillah tushawataja. Basi wale watu pia wakati ule lazima uwe uwape nini? Chakula chao na sehemu ya kuishi. Kama nyumba ya kukodisha, uachie pesa za kutosha ule muda ambao utakuwa hauko. Uachie pesa za chakula muda ambao lau hawana, lau huna, wewe una zako tu, labda wewe wahitaji 500,000 ya kusafiri. Mfano tuliopiga ni 500,000 sio? Kisha wahitaji na shilingi ngapi ya kuwalisha wale? Labda tuseme 50,000 kwa ule muda, labda yani. Kwa hivyo wahitaji 500,000 na 50,000. Ikipungua tukwambia hija kwako si nini? Si lazima. Angalia, subhanallah. Angalia dini yetu. Ni haramu mtu ende na awate huku nda bila wao kuridhia. Bila wao kufanya nini? Wakiridhia, haina neno. Na ndio khairi bwana. Kuna kisa tuelezwa katika salaf kilitokea, mmoja katika watu wema akiitwa Ibrahim ibn Adham. Akiitwa Ibrahim ibn Adham. Sawa? Huyu ni katika salaf. Mtu mwema sana 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 sana. Huyu kuna siku ataka kwenda hija. Lakini maskini hana pesa za kuwatia wale. Kwa hivyo akawa na hamu. Unajua mtu ukiwa anahitaji pesa na nini, labda kuna bili ya hospitali, utaona tu katika sura yake ana hamu. Sasa ana mke na ana watoto. Na ana binti mdogo. Na watoto wa kiume na ana binti mdogo. Sasa yule binti mdogo siku moja akamwona babake kidogo ana hamu nyingi, akaenda akamfuata. Akamwambia, "Baba, mbona una hamu nyingi?" Akamwambia, "Mwanangu, mimi nina fikra ya kwenda hija, lakini sijui nitawapa nini nyinyi. Sijui nitawatia nini nyinyi, na jukumu langu kuacha chakula hapa, sio kujiendea tu mimi." Basi yule mtoto akamwambia, "Ba, kwani wewe ndio unaituruzuku? Angalia watoto waliokuzwa na imani. Angalia watoto waliokuzwa na imani. Nani kweli? Ba, kwani wewe ndio unaturuzuku? Zama zetu, nafikiri tushaikutaja. Mtu akaenda kuposa ikiwa hana kazi ama kazi yake feki, hatofanya nini? Hatukubaliwa. Bwana yule atamlisha nini mtoto wangu bwana? Kwani yule ndo anayemlisha mtoto ama Mungu? Ukisema hivyo utaambia, lakini lazima uchukue sababu, sio? Lakini ikiwa mtu haswali, yule mume aliyokuja kuposa haswali, utasikia yule mtu anasema, "Inshallah Mungu atamuongoza, inshallah Mungu atamuongoza." Yani kule Mungu hawezi kuruzuku, lakini hapa Mungu yaweza kuongoza. Ndio hali ya jamii zetu ama si hali ya jamii zetu jamani? Ndio haki bwana, lazima tuseme, tutanabaishane, sio? Almuhim, basi yule mtoto akamwambia babake, "Lakini basi hiyo wewe unaitufanya nini? Unaituruzuku. Nani? Mungu." Yule baba akamwambia, "Lakini wewe ni mtoto mdogo. Wewe ikiwa wewe tu utanipa ruhusa, kuna na mamako, kuna na ndugu zako wakubwa." Yule akamwambia, "Usiwe na wasiwasi. Mimi nitazungumza nao." Mtoto mdogo, subhanallah, angalia binti huyo. Hai. Mtoto akaenda sasa. Kaenda kwa mamake na ndugu zake akawaita. Mtoto mdogo. Akamwambia, "Ma, na nyinyi ndugu zangu, muonaje nani ndo anaituruzuku sisi? Ni baba yetu ama nani? Mwenyezi Mungu?" Yule akasema, toba, kila Muislamu atasema nani? Mungu. Kila Muislamu ataona haya. Yani kila mtu yajua Mungu. Akasema, toba ni Mungu." Yule mtoto akasema, ni Mungu. Basi baba yetu ni nini? Baba yetu ni sababu ya nini? Ya riziki. Yeye siye mwenye kuruzuku. Yeye ni sababu ya riziki. Basi akasema yule mtoto, akamwambia mamake na wale ndugu zake, "Basi baba yetu yataka kwenda hija, lakini kinachomzuia, kinachomtia hamu nini? Sisi. Basi naomba tumpe ruhusa ende zake. Itakuwa sababu ya riziki imeenda, lakini mwenye kuruzuku bado yuko. Itakuwa ni sababu tu imeenda, lakini mwenye kuruzuku bado yuko." Basi wale wakapigwa na butwa, wakashindwa hawawezi, maana wamepigwa tashkili. Kwa lugha yenu watu wa tablighi wamepigwa tashkili kisawa sawa. Huwezi tena kukataa. Ile huja imefanya nini? Imetimia. Basi kina mama wakanyamaza, wakatulia. Sawa. Huku Ibrahim ibn Adham, ni yule mtu mwema, alipoelezwa akasikia raha kweli. Huyo akafunga safari yeye mwenyewe. Kwa lugha yetu Waswahili walamu husema, "Walideni mtuzi qardha." Yani akitaka wali lazima akatukue deni, akitaka mtuzi pia lazima akatukue deni. Yani hana kitu, yani kwa lugha hana kitu. Kwa hivyo hiyo safari anayoenda yuenda kimungu, lakini yeye mwanamume yajua mimi nitafanya nini? Nitatahammali, nitakazana, lakini watu wangu nyumbani, ile ni jukumu la Mungu, siwezi kuacha. Lakini madamu hamu ile washaridhia wale, mimi nitaenda. Akaondoka Ibrahim ibn Adham. Kaondoka, kifika njiani bwana, kulikuwa na mmoja katika wakubwa, utasema waziri ama mfalme ama mkubwa fulani, akaumwa na akrab, akaumwa na scorpion, tando tuseme, nge, akaumwa na nge tuseme kama hivyo. Alipoumwa na nge sasa, watafuta mtu wa kumsomea, maana ana sumu yule. Tafuta mtu aje amsomee ili apoe, sikia utungu sana.
Watu wakaulizana akasema kuna Ibrahim ibn Adham yule bwana, mtu wa zuhdi yule, mtu yule ameupa mgongo dunia, yule mcha Mungu kweli yule akusomea dakika moja utafanya nini? Utapoa. Akaja yule Ibrahim ibn Adham akaitwa, bwana ndio bwana huyu kiongozi fulani atakuombewa ruqya na nini. Akamsomea. Baada ya muda akafanya nini? Akapoa yule, akashukuru sana, alhamdulillah. Bas Ibrahim ibn Adham akatoka kaenda zake, arudi zake ni sehemu yake, maana watu walikuwa wakaenda nini, wakienda kama na kikundi, yani wakaenda kwa pamoja hija, msafara, yani msafara. Yule kiongozi, wale watu walio kando yake wakamwambia, bwana wamjua yule ni nani bwana? Yule ni yule mwanachuoni mtu mwema aitwaje, Ibrahim ibn Adham, ndio mwanachuoni mwema na nini. Na yule maskini hohe hahe, yule ni maskini hohe hahe, hana kitu. Waonaje ungemkirimu, manake amekusaidia sana, na huko nyumbani maskini amewata watoto wake, familia yake hawana kitu. Basi yule kiongozi akasema, haya basi ndo hapa Ibrahim ibn Adham, ndo angalia, malipo yoyote yanayohitajika kwenda na kurudi juu yangu, chakula juu yangu, vitu vya kulala, sehemu ya kulala juu yangu, sio na wasiwasi. Yule Ibrahim ibn Adham akainua mikono akasema, alhamdulillah ya Rabb, umenionyesha uwezo wako kwangu mimi, naomba usiwasahau ahali zangu nyumbani, usiwasahau watoto wangu na mke wangu nyumbani. Mimi nishapata chance, ishasaidika, alhamdulillah. Umenionyesha kwa ndo mwenye kuruzuku, basi nionyeshe kudra yako kwa nani? Kwa familia yangu pale nyumbani. Haya, huku nyumbani sasa, baada ya baba kutoka, taban baada ya siku mbili, zile subra zaanza kufanya nini? Kuishaisha. Sasa watu washaanza kumlaumu yule mtoto, wewe mtoto mdogo. Sasa mwambie yule binti, yani wewe ndo mtutia hapa, wewe na mambo yako hayo, sijui nini. Yule sababu tuangalia sasa hali ilivyo. Watu wakaanza kidogo kupata shida, maskini ndo watu wakipata dhiki kidogo wanatoka na maneno ambayo hayafai. Basi yule mtoto antulia na subra. Mara baada ya muda akaja sasa kiongozi wa pale mjini. Alikuwa ametoka amekwenda kuwinda msituni, amekwenda kuwinda. Sasa baada ya kumaliza kuwinda, manake kawaida kitambo wakitoka kwenda kuwinda wanatoka yeye, waziri na wasaidizi wake wengi na marafiki zake matajiri. Wajua tajiri akitembea atembea na wenzake bwana, atotembea na maskini bwana, atembea na matajiri wenzake. Sasa akafika sehemu asikia kiu, wakatafuta nyumba ya karibu, wakaenda wakibisha nyumba ya Ibrahim ibn Adham. Wakibisha, ametoka kijana pale, mtaka nini? Huyu ni amiri, ataka maji. Wakarudi ndani sasa, yani yule kijana amerudi, amwambia mama, amekuja amiri, yataka nini? Yataka maji, tena na marafiki zake. Sisi maji hatuna, maji kidogo, tukiwapa hayo tutapata taabu, hatuna pesa, hatuna kitu. Wakaanza kumlaumu yule binti zaidi. Sasa unaona wewe mambo yako, ingekuwa babako yuko hapa, ingekuwa mfanya kazi, ingekuwa at least iko yako. Yule binti akasema ina neno, nipeni mimi chombo, mimi nitampelekea yule. Basi yule binti akichukua kile chombo akaomba dua, kampelekea yule amiri. Binti mtoto mdogo sio, kampelekea amiri, yani yule waziri akanywa. Yule waziri akinywa, anapokea kisa asema, yani Mungu alitia utamu katika yale maji. Yule amiri aliuliza hapo, hii nyumba ya nani? Hapo akamwambia, hii nyumba ya Ibrahim ibn Adham, yule mwanachuoni, yule mtu mwema, yule aliyoupa mgongo dunia, aitwa Ibrahim ibn Adham. Na amiri sasa ikawa wale wenzake wamwambia, wasaidizi wake wale watumwa wamwambia, amiri wajua nini? Adham. Wakawa mwambia, wajua nini bwana waziri, bwana yule Ibrahim ibn Adham maskini amekwenda hija, na anwata familia yake, na yeye mwenyewe ni mtu maskini, familia yake hawana mtu yote wa kumchunga na nini. Hapo yule waziri, kitambo walikuwa wakivaa kitu kama hiki, kipochi, wakikifunga hivi kwenye vikoi vyao. Akatoa, akarusha. Akasema, mimi ninatoa hii sijui dirham ngapi, yani pesa kiwango gani, na mtu yoyote hapa ambaye rafiki yangu na yuataka nimridhie, basi atatoa chake pia. Basi kukarushwa pale mapesa chungu nzima. Yani wasema yule mtoto, tukapata pesa, hatujawahi kufikiria kupata pesa kama hizo maisha yetu, manake baba yetu maskini hae hana uwezo. Basi walipoingia nyumbani, sasa zile pesa zote wanzipata. Amiri amfurahi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya tama tu la maji ampewa na mtoto mdogo, msichana, binti. Walipoingia nyumbani, basi mama amfurahi, watoto wale wakubwa amfurahi sana, binti anketi kando kama ambaye amehuzunika, yani kama ambaye asikitika. Asemaje?
Jambo la kwanza, wale wakamuuliza, wewe, manaka wajua tena Waswahili, yani sio Swahili, Waarabu, lakini wajua wanadamu yani. Wewe sasa mbona tunkasirika na tushapata pesa, tuna raha sana, yani hizi pesa zitatosha miaka mingi. Mbona wewe uko hivyo? Akasema yule mtoto, yani nasikitika. Nyinyi mnkirimiwa na mwanadamu hivi tu mwasikia raha. Na ilikuwa hamuoni kuwa Mungu ndo mwenye kuruzuku. Nasikitika sana kuwa mnkirimiwa tu na mwanadamu usikia raha hivi. Hata hamufikiri kuwa karama yote yatoka kwa nani? Kwa Allah Jalla Jalaluhu. Kisha jambo la pili, sisi tunkirimiwa hivi, je, hali ya baba yetu amekwenda kule bila kitu. Hilo ndo linalonisikitisha. Lakini alhamdulillah ni binti mwenye akili, ameleleka sawa sawa, yani amelelewa kaleleka sawa sawa. Zama zetu kusema hivyo utaambia mtoto mdogo hajui maisha, lakini kwa hakika ndo hajui maisha. Wao ndo wanajua maisha, sio? Na ndio haki mwenye kuruzuku Mungu, yule sababu tu. Kwani mayatima hawaruzukiwi bwana? Mayatima wote wafa. Wanakula labda mayatima mama na baba. Nimeona ajabu kuna yani visa. Wale mayatima. Naam, ni hivyo. Watu huruzukiwa, manake mwenye kuruzuku ni Allah Jalla Jalaluhu. Haka. Falmuhim, michoni qiswa kidogo kimerefuka, lakini kubadilisha ile jawu. Naam. Tuendelee. Asema Sheikh, wa a'malul haji 3. Endelea. Wa a'malul haji thalatha ashya. Arkan wa wajibatu wa sunan. Naam. Asema Sheikh, na amali za haji na yale vile vitendo vya hija ni vitendo aina 3, vinagawanyika vigawanyo vitatu. Atavizungumzia vote. Asema cha kwanza arkanun, nguzo. Nini? Nguzo, arkanun. Kisha ya pili wajibat, vitu vya wajibu. Tutaeleza hii tofauti ni nini hapa. Kisha ya tatu ni sunna. Kwa hivyo hija imegawanyika vitu vitatu. Arkan ambazo ni nguzo, na hizi nguzo nini? Ni vitu vovote ambavyo hija haiwezi kusuhi isipokuwa hivyo vitu lazima viwepo. Wajibat ni vitu ambavyo hija yaweza kusuhi hata kama haviko, lakini ni lazima viletwe. Tamam. Hija yani wajibati tushajua nguzo nini? Nguzo ni vitu ambavyo lau usipofanya nguzo hija haiswihi. Lakini wajibati uweza usifanye, tukamwambia hija imeswihi lakini kuna mapungufu, lazima uchinje. Lazima ufanye nini? Uchinje. Sawa. Ama sunan, hija yaswihi bila sunan. Hata kama hutofanya nini? Hutochinja. Hata ukiacha bila udhuru tutakwambia hija imeswihi, hauwezi kuifinika. Kwa nini? Kwa kuchinja. Sasa ataeleza yeye mwenyewe Sheikh wajibati ni zipi na nguzo ni zipi na sunan ni zipi. Asema Sheikh fal arkanu 5. Endelea. Arkanul hajj fal arkanu 5. Fal arkanul 5. Al-ihram wa huwa niyatul dukhul fi hajji au umra. ويستحب أن يقول مع ذلك نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. نعم. وآخرها طلوع فجر ليلة النحر. وباقي الأركان الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير. نعم. Sasa asema arkanul haji, nguzo za hija. Nguzo za hija ni zipi? Sawa. Asema Shekhe fal arkanu 5. Nguzo za hija ni 5. Nguzo za hija ni 5. Al-ihram, ya kwanza ni ihram. Ya kwanza ni nini? Nini maana ihram? Watu wengi wadhani ihram ni ile nguo. Watu wengi wadhani ihram ni
La, ihram si ile nguo bwana. Ile nguo nyeupe tunavyoivana, ihram si ile nguo bwana. Hii ndio shida, hatutaki kusoma sisi. Ihramu nini? Asema shekhe, wa huwa, na hiyo ihramu nini? Niyatu dukhuli fil haji au al-umra. Afwan. Tamam. Kwa hiyo ni asema wa huwa niyatu dukhuli fil haji au al-umra. Ihramu nini? Ndio nia ya kuingia katika hija ama nini? Ama umra. Kisikia ihram, ametia ihram, yani ametia nia. Ametia nini? Ametia nia. Watu wengi wadhani ile nguo huweza kuitwa ihram, haina neno. Ukiita ihram haina neno. Lakini ihramu kihakika ni ile nia. Kwa hivyo mtu anaweza kuvaa ile nguo lakini asitie nia, haina wasiwasi. Ukifika sehemu fulani wafaa kutia nia. Tutataja ni sehemu gani wafaa kutia nia. Sawa? Na mtu anaweza kutia nia na bado hajavaa zile nguo. Lakini sasa kuna dhambi. Tutaeleza baadaye inshallah. Sawa? Tuko pamoja? Haya. Kwa hivyo huwa niyatu dukhuli fil hajj wal umra, ni nia ya kuingia katika hija au nini? Au umra. Asema shekhe, wa yustahabbu, na ni sunna, an yaqula, aseme, ni sunna aseme nini? Sasa yule mwenye kutaka kuingia katika hija au umra, ni sunna aseme nini? An yaqula ma'a dhalika, aseme pamoja na hiyo kutia nia, aseme nini? Nawaitul hajja au al-umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nimenuia hija au umra na nimetilia ihramu lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyefanya nini? Aliyetukuka. Nawaitul hajja, nimetia nia ya hija au al-umra, ama umra, wa ahramtu, na nimehirimia bihi, kwa hiyo hija ama nini au umra, lillahi, kwa Mwenyezi Mungu Taala aliyetukuka. Tamam, tutasema hivyo. Kisha asema shekhe, wala yasihhu al-ihramu bilhaji illa fi ashhurihi, ndio, na haiswihi mtu akatia nia akahirimia, haiswihi ukatia nia ya ihramu ama nia ya hija illa fi ashhurihi, isipokuwa katika miezi yake. Kuna miezi ya hija, kuna miezi ya nini ya hija, kuna wakati wa hija. Sawa? Naam. Asema shekhe, wahia, na hiyo miezi ni wakati gani miezi yake? Shawwalun, ni Shawwali. Mwezi wa Shawwali, unajua mwezi wa Shawwali sio? Baada ya Ramadhani sio? Ramadhani Shawwal sio? Mwezi wa 10 yani. Wa Dhulqa'da, na mwezi wa Dhulqa'da mwezi wa 11. Dhulqa'da mwezi wa 11. Kwa hivyo kuanzia Shawwali tu, ile sisi tukiona mwezi tu wa Idi ya Ramadhani, tukiona mwezi tu kesho ni Idi Ramadhani, si ishaingia Shawwali. Kuanzia pale mtu ile inahesabiwa ni miezi ya hija. Ni miezi ya nini? Ya hija. Kwa hivyo mtu yaweza kutia nia ya hija. Shawwali, Dhulqa'da, wa ashru dhilhijja, na zile siku 10 za Dhulhijja. Hizi zimetupita kabla ya siku kadhaa, kabla ya wiki mbili. Zile siku 10 za Dhulhijja pia ni katika miezi ya hija. Waweza kutia nia hizo siku. Sawa? Waweza kutia nia hizo siku. Asema shekhe, wa akhiruha, na mwisho wake ni lini? Asema tuluu fajri lailatin nahr, ni kuchomoza ama ni kuingia kwa alfajiri ile siku ya kuchinja, ule usiku wa kuchinja ule, yani siku ya Idi, siku ya Idi, si ndio siku ya kuchinja ile, siku ya Eidul Adha ile, basi pale ndo mwisho. Ikiingia tu alfajiri, ujue time ya ihram ishafanya nini? Ishaisha. Huwezi tena kunuia, tamam. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lau mtu atatiania kabla ya Shawwali, muonaje? Lau mtu atatiania ya hija kabla ya Shawwali, muonaje? Mtu ya Ramadhani akatiania, mmetia nia ya hija, nawaitul hajja lillahi ta'ala wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, nini hukumu yake? Si miezi yake sio? Lakini inakuwa lazima afanye umra, kama ambaye anatia nia ya umra. Lazima atie nia ya umra. Angalia ishkali. Si lazima atie nia ya umra, lazima afanye umra, afwan. Lazima afanye umra. Madamu umetia nia ya hija si katika miezi yake, basi ndio ujue ishakuwa umra. Lazima aende akafanya umra. Na umra huwa ni wakati wote. Umra waweza kufanya wakati wote, naam. Isipokuwa tu kuna siku kadhaa huwezi. Yaani ikiwa mtu katika ibada ya hija hawezi tena kutia nia umra ndani yake. Wazi? Yani si eti hawezi tu mutlaqan, lakini kuna maelezo inshallah itakuja kwenye vitabu vingine, naam. Wa akhiruha tuluu fajri lailatin nahri, sio? Kisha asema shekhe, wa baqil arkani, na nguzo zilizobakia ni zipi? Alwuqufu bi Arafa. Alwuqufu bi Arafa ni kusimama katika viwanja vya Arafa. Hii nguzo nyingine ni kusimama katika viwanja vya Arafa. Sawa? Maana yake ni mtu awe yuko katika zile ardhi, mtu awe yuko pale, amekwenda pale. Sawa? Hata kama nlala, hata kama mgonjwa,
na nasikia Saudia alhamdulillah ni khairi wafanya, hata wale wagonjwa wale hospitali wao wanawabeba kwa machela zao wanawapeleka pale. Manake ukienda pale hata kama ni kwa sekunde, bora tu uingie katika ardhi, hata kama ni kwa sekunde, wahesabia umefanya nini? Umekuwa katika ardhi ya Arafa. Angalia, alhamdulillah. Sawa? Alwuqufu bi Arafa. Tamam. Hata kama mtu hajui kama yuko Arafa, angalia. Kwa mfano umepita sehemu, hujui kama ni Arafa, umepita sehemu, hujui kama ni Arafa. Kisha ukaja ukamwambia, wewe lakini si umpita pale ndo Arafa. Mimi sikujua, haina neno. Madamu ulikuwa ushatia nia ya hija na ukapita pale, imefanya nini? Imeswihi, ishapita ile nguzo. Sawa? Sawa? Nasema alwuquf bi Arafa. Kisha isipokuwa mtu akiwa ni majnuni, mtu akiwa na wazimu ama amezimia. Akiwa na wazimu, yule hana akili. Lau atasimama pale tutamwambia hija yake ni sunna. Simakumbuka tukisema kuwa mtu ambaye ni wazimu si wajibu afanye hija. Hija akifanya inakuwa sunna tu, sio? Hakika. Naam. Ni sunna pale Arafa kama tulivyosema, ukisimama kwa namna yoyote. Lakini ni sunna uwe umetohara, umejitahirisha. Ni sunna uwe unaudhu. Ni sunna ustiri uchi wako. Ni sunna uwe umeepusha moyo wako kutokana na mambo yoyote, fikra nyingi. Faraghul aqli wal qalbi. Yani uwe umefarighisha akili yako na moyo wako. Ufikiri jambo jingine. Wafikiria hii ni siku ambayo shetani yakasirika, kwa sababu hakuna siku watu wengi wanaepushwa na moto kama ile siku. Khalas. Wewe leo ni siku ya kumlilia Allah jalla jalalu. Siku ya Arafa. Ukiwa pale, wewe kazi yako ni kumlilia Allah jalla jalalu. Bas, akili yako weka kando. Mlilia Allah. Ni sunna uombe dua. Ni sunna ulie. Ni sunna ulie, ujilize. Siku kama ile. Tamam. Muombe Mungu. Muombe Mungu kwa siri na kwa dhahiri. Omba na watu. Taona siku ya Arafa kule. Yani mashekhe kila sehemu, kila mtu na shekhe lake. Kila mtu na shekhe wake, omba Mungu, da'wa, mawaidha na nini. Ni uzuri. Tamam? Walwuqufu bi Arafa. Na kusimama Arafa. Kisha nguzo nyingine wa tawaful ifadha, na kutufu. Kutufu tawafu ya nini? Ya nguzo. Kutufu tawafu ya nini? Ya nguzo. Tawafu ya nguzo. Tawaful ifadha ni tawafu ya nguzo, ile tawafu ya lazima. Sawa? Na wakati wa tawafu ni wakati gani? Wakati wa Arafa ni tarehe 9 ya Dhulhijja. Yani sasa wale walioko kule, tarehe 9 ya Dhulhijja baada ya zawali, baada ya jua kupinduka, baada ya jua kufanya nini? Kupinduka. Na time ya Arafa yaisha wakati gani? Yaisha kabla ya alfajiri, ile siku ya kuchinja. Kwa hivyo kuanzia tarehe 9 adhuhuri mpaka usiku pia mzima, ile time ya Arafa kabla ya alfajiri tu. Yani alfajiri ikiingia tuambia time ya Arafa ishafanya nini? Ishaisha. Tuko pamoja? Ile ndio time ya Arafa. Ama time ya kutufu inaingia ukimaliza tu Arafa. Ukimaliza Arafa, time ya kutufu ishafanya nini? Ishaingia. Tamam. Taban kutufu hii tawafu al-ifadha yani. Tamam. Tuko pamoja ama? Amiri, tumeelewana? Yani wewe ukishamaliza kusimama pale Arafa, ni sunna Arafa mtu asimame kidogo, asimame mchana na pia asimame usiku. Yani ujumuishe baina ya mchana na usiku. Ni sunna. Sasa ukishatoka pale, sasa utembee urudi zako Muzdalifa, kama itakavyokuja baadaye tutaeleza Muzdalifa. Baada ya Muzdalifa uende utufu. Uende fanya nini? Utufu. Sawa? Amen. Tawafu ifadha. Nguzo nyingine wasa'yu, na kufanya sa'i. Sa'i ni unajua ni kukimbia ama kutembea baina ya Safa na nini? Na Marwa. Ni kutembea baina ya Safa na Marwa. Afadhali tumwambie kijana adhini kisha tutaendelea. Sawa? اللهم بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيع بعث المقام المحمود الذي وعدته ورزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Naam. Asema Sheikh wasa'yu. Sa'i ndio nguzo nyingine. Nguzo ya 4, nguzo ya kwanza nia, ya pili ni Arafa, ya tatu ni tawafu, ya 4 nini? Sa'i. Sa'i ni kwenda baina ya Safa na Marwa. Ni kukimbia baina ya nini? Safa na nini? Na Marwa. Tamam. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ni sunna pia hapa ujistiri, ni sunna uwe na tahara, yani uwe umetawadha. Tamam? Tawafu ni kutufu al-Kaaba, ni kuzunguka al-Kaaba. Itakuja inshallah. Atazungumzia tawafu, ndio maana hata hapa hatuja sherehesha sana, sawa?
Kisha asema shekhe, wal halqu au taksir, na kuna kunyoa. Kunyoa ndio halq, au taksiri ni kufanya nini? Ni kupunguza nyele, kupunguza angalau nyele 3, kupunguza angalau nyele 3. Sawa? Kunyoa au kupunguza, una khiari. Bora kwa mwanamume ni afanye nini? Anyoe. Bora kwa mwanamke ni afanye nini? Apunguze. Sawa? Maswahaba walipofanya ibada na bwana mtume akasema rahimallahu almuhalligina, Mwenyezi Mungu arehemu wale waliofanya nini? Walionyoa. Basi wale maswahaba ambao wamepunguza wakasema ya Rasulullah walmugassirina na wale waliopunguza. Manake wewe umewaombea wale walionyoa zote na wale waliopunguza. Bwana mtume akarudia tena sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu almuhalliqina, Mwenyezi Mungu arehemu wale waliofanya nini? Walionyoa. Walionyoa mara ya pili. Basi wale waliopunguza akamwambia ya Rasulullah walmugassirina, na wale waliopunguza. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya tatu akisema rahimallahu almuhalligina, Mwenyezi Mungu awarehemu wale walionyoa. Walionyoa bado mara ya tatu. Wale wakamwambia ya Rasulullah, na sisi bwana tulopunguza. Rasul akasema wal mugassiri, na wale pia waliofanya nini? Waliopunguza. Lakini ndio hiyo tunaona ubora wa kufanya nini? Wa kunyoa. Amepigiwa rehema mara 3 ya akhi, na hii ndio ya mtume, hairudi bwana, rehema mara 3. Kwa hiyo ni bora kwa mwanamume kufanya nini? Kunyoa. Naam. Haya, tumesema nyele 3 lazima anyoe nyele za kichwa, si anyoe ndevu bwana, anyoe nyele za nini? Za kichwani. Sawa? Yule kwenye kupunguza, nakumbuka kwenye udhu tulisema mtu akitaka kupangusa kichwa lazima zile nyele ziwe wapi? Ziwe kwenye mipaka ya kichwa. Lao atapangusa huku nyele ambazo ziko nyele za kichwani lakini zimeteremka mpaka kwenye mabega, akipangusa tulisema haifanyi nini? Ama hapa kupunguza haina neno. Hata akipangusa zile nyele ambazo zimefika mabegani haina neno. Sasa madamu tu ni nyele za kichwa, hilo ndio muhimu. Ni nyele ambazo zimemea kichwani. Tumeelewana? Naam. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa ataingia katika nguzo za umra hapo. Asema arkanul umra. Kabla ya kuingia hapo kuna nguzo ama kuna masala mtu anaweza kuuliza. Hapa katika nguzo za hija hakuna taratibu? Hakuna kufuatanisha? Naam, hakuna kufuatanisha. Kufuatanisha iko katika baadhi ya nguzo. Kwanza lazima utangulize ihram. Maana ndio nia. Lazima utangulize nini? Ihram. Sawa? Kisha pia lazima sa'i ije baada ya tawafu. Lazima sa'i ije baada ya nini? Ya tawafu. Lazima sa'i ije baada ya nini? Tawafu. Sawa? Na lazima wukuf kule kusimama Arafa pale ije kabla ya ile tawafu ya nguzo. Kusimama Arafa lazima ije baada ya tawafu ya nini? Ya nguzo. Ndio maana mwakumbuka nikawauliza. Ama tukazungumza wakati wa tawafu. Wakati gani ninawaambia? Wakati wa tawafu ya nguzo ni gani? Baada ya wukufu, baada ya kusimama Arafa. Niliwaambia wakati wa tawafu unaingia baada ya kusimama Arafa. Sawa? Mnafahamiana? Naam? Tamam. Afwan. Kwa hiyo taratibu ni hivyo. Taratibu si kama kule kwenye swala kila kitu, la. Tutakwambia tu tawafu ya nguzo lazima ichelewe baada ya Arafa. Na sa'i lazima ije baada ya tawafu. Si lazima ije baada ya tawafu hii ya nguzo. Sa'i inaweza kuja baada ya tawafu yoyote. Unajua kuna tawafu nyingine inaitwa tawafu al-qudumi, ile ni sunna. Tawafu al-qudumi, tawafu ya kuingia. Ukiingia, hii ni ile tawafu ukiingia. Ukiingia Makka si sunna usali raka 2. Ukiingia al-Kaaba pale, msikiti wa Haram ya Makka, si sunna usali raka 2 bwana. Tahiyatul haram ni nini? Ni kutufu. Kama vile tahiyatul masjid ni kusali raka 2. Tahiyya ya pale hija ni kutufu al-Kaaba mara 7. Ukiingia tu kitu cha kwanza wafanya nini? Wafanya tawafu, wazunguka al-Kaaba. Sasa baada ya ile kuzunguka pale waweza kuleta sa'i. Waweza kufanya nini? Kuleta sa'i. Lakini sa'i ndio ile kwenda Swafa na Marwa, si tushaeleza. Kwenda Swafa waweza kuleta sa'i pale, na ile sa'i itakuwa ni sa'i ya nguzo. Ama waweza kuileta baada ile tawafu ya nguzo ambayo itakuja baadaye. Tumeelewana? Haya. Kwa hivyo almuhimu upande wa taratibu hakuna. Asema Sheikh arkanul umra. Endelea. Arkanul umra wa arkanul umra hiya arkanul hajji illa al-uqufa falaysa minha. Asema ama nguzo za umra ni zile nguzo za hija. Wa arkanul umrati, na nguzo za umra
Hii arkanul hajj ni zile nguzo za nini? Za hija. Illa ish, illa alwuquf, isipokuwa hakuna kusimama Arafa. Basi illa alwuquf, isipokuwa kusimama Arafa si nguzo. Falaisa minha, basi hiyo si katika nini? Si katika nguzo. Basi hiyo. Kwa hivyo umra vile vile kama hija, vile vile kama nini? Kama, lakini hakuna kusimama Arafa. Tofauti tu nyingine ni kuwa umra lazima kuwe na utaratibu. Umra lazima kuwe na nini? Kwanza utie nia, kisha ufanye tawafu ile ya nguzo, tawafu ifadha, kisha ufanye sa'i, kisha ndio ufanye nini? Unyoe. Lazima hiyo taratibu. Tuko pamoja? Wazi? Amiri, tuko sawa? Haya. Kisha asema shekhe, wajibu litawaf, endelea. Wajibu litawaf. Sasa azungumzia tawaf sasa. Namna ya kufanya tawaf. Ndio nikasema pale hatutoizungumzia, manake hapa ataizungumzia. Asemaje? Satrul aura. Satrul aura. Wa taharatu min alhadathaini wa min an-najasa. Wa an yakuna sab'a tawfatin في المسجد والبيت عن يساره وهو خارج عنه ويجب أن يكون السعي سبعا وبعد طواف وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. Haya. Sasa asema shekhe wajibu litawafi. Sasa azungumzia yale mambo ambayo ni wajibu kwa nini katika tawafu. Ukitufu, ukizunguka al-Kaaba, mambo ambayo ni wajibu. Asema shekhe, satrul aura, jambo la kwanza ni kustiri nini? Ni kustiri uchi, kustiri aura. Aura si tuijua. Haya, lakini tutarudi tueleze inshallah. Asema wa taharatu min alhadathaini, na kujitahirisha kutokana na hadathi mbili. Wa minan najasati, na pia uepuke nini? Najisi, ujitahirisha kutokana na najisi. Sawa? Sawa Amiri? Asema wa an yakuna sab'a tawfatin, na iwe ni tawafu ngapi? 7, mara 7. Tawafu mara ngapi? Mara 7. Asema shekhe fil masjidi, lazima uwe ndani ya nini? Msikiti. Wal baitu an yasarihi, na al-Kaaba iwe upande wake wa kushoto. Al-Kaaba iwe upande wake wa kushoto. Wal baitu an yasarihi, na al-Kaaba iwe upande wake wa kushoto. Yani wewe ukiwa wazunguka, al-Kaaba iko hapa, wewe waizunguka. Unajua kuna mtu anaweza kuzunguka hivi, al-Kaaba itakuwa upande wake wa kulia. Ukiwa wazunguka hivi, itakuwa al-Kaaba iko upande wake wa kulia. Ukiwa wazunguka hivi, itakuwa al-Kaaba iko upande wake wa basi wewe uzunguke al-Kaaba, na al-Kaaba iko upande wako wa kunini? Wa kushoto. Katika lugha ya Kizungu wanasema anti-clockwise. Wanasema anti-clockwise, yani iwe kinyume na ule mwendo wa saa. Mwendo wa saa ni hivi. Sasa wewe ende kinyume. Tumeelewana? Kisha asema shekhe wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu, ndio, na lazima yeye awe nje ya ile bait, yani awe nje ya al-Kaaba. Maana angalia kuna msikiti kisha al-Kaaba iko ndani. Sasa wewe lazima uwe nje ya nini? Ya al-Kaaba. Na nakwambia kidogo mambo mengine ni ngumu kuyaeleza, kuna mambo nitarudi kueleza, lakini kidogo kuna ugumu manake hatujaona. Naam. Asema shekhe wajibu an yakuna sa'yu 7, na ni wajibu ile sa'i iwe ngapi? Na ni wajibu ile sa'i ziwe ngapi? 7. Sa'i pia lazima mara 7. Tutaeleza hayo yote. Asema wa ba'da tawaf, na wajibu sa'i iwe baada ya nini? Baada ya tawaf, baada ya kutufu. Kisha asema shekhe wa an yabda bisafa, na aanze Safa, mlima wa Safa. Maana kuna milima miwili pale. Kuna Safa na kuna nini? Marwa. Basi ni aanze kwenye nini? Safa, wa yakhtima bil Marwa, na amalizie wapi? Marwa. Sawa? Sasa tutaeleza. Hii ilikuwa tu kwanza tarjama, kisha kama kawaida sasa tueleza. Sema satrul aura, katika mambo ambayo ni lazima katika tawafu ni kustiri aura. Jambo la kwanza ni kustiri aura. Kama vile kwenye swala. Kama vile kwenye nini? Kwenye swala. Sawa, katika hadithi bwana mtume anasema at-tawafu fi manzilati swala sallallahu alaihi wasallam. Tawafu iko ile daraja ya nini? Ya swala. Ndio maana sasa pale ikawa sharti uwe na tahara, sharti ustiri aura. Sawa? Na pia lazima uwe na tahara. Sema wa taharatu min al-hadathaini wa min an-najasa. Na mtu ajitahirishe kutokana na hadathi mbili. Hadathi mbili ngeni na gani? Mwakumbuka? Hadathi mbili ngeni na gani? Kuna hadathi ndogo na kubwa.
Hadathi ndogo ni ile ambayo ya kufanya wewe lazima uwe utawadhe. Ile hadathi ndogo. Hadathi kubwa ya kufanya wewe lazima ufanye nini? Ukaoge. Uoge. Usiogope bwana. Lazima ukaoge, ile ni hadathi kubwa. Sasa lazima mtu awe tahara kutokana na hizi hadathi mbili ndio afanye tawafu. Tumeelewana eh? Wa minan najasa, na pia ajiepushe na najisi. Sawa? Isipokuwa tofauti ya hapa na swala ni nini? Tofauti ya hapa na swala ni kuwa kwenye swala mtu akitangukiwa na udhu, tuliwaambia afanye nini? Aende akatawadhi kisha aendelee zile raka zilizobakia maanze mwanzo. Aanze mwanzo taban. Aanze mwanzo, sawa? Lakini kwenye tawafu la. Kwenye tawafu ushatufu 3. Ukatangukiwa na udhu. Waenda watawadha waje waendelea, wamalizia. Si ati waanza mwanzo, itakuwa taabu mzee. Waendelea. Tumeelewana eh? Tofauti ya swala na nini na tawafu. Alikuwa anataka kuuliza hiyo ukitenguka udhu, lakini sasa ndio sasa nakwambia mara nyingine huwa tuuliza relax tu. Anasema shekhe, wa yakuna 7 tawafati, katika mambo ambayo ni wajibu ni zile tawafu ziwe ngapi? Ziwe ni tawafu 7. Yani uzunguke mara 7. Uzunguke mara 7 na lazima uwe na yaqini. Lazima uwe na nini? Yaqini. Hata ukiwa huko katikati, kwa mfano ufika tawafu ya 5, ukashuku, hii ni ya 4 ama ni ya 5? Ni ya 5. Basi wewe hesabu ya 4. Hesabu kuwa ni nini? Ya 4. Tumeelewana? Hii ya 6 au ya 7? Hesabu kuwa ya 6. Tumeelewana? Hii ni ukiwa naam, kuliko ipungue. Sawa? Lakini umaliza zako 7. Ushamaliza 7 kisha unketi ukaanza kuingia shaka. Mimi ninafanya 6 au 7? Pale tutakwambia haina neno. Wewe hesabu kuwa ushafanya 7. Maana yake ushamaliza ile tawafu. Lakini ukiwa ndani ya tawafu ukashuku, basi tutakwambia chukua ile ndogo. Waendelea pale. Waendelea. Tawafu anza wapi? Angalia hili swali lingine. Tawafu kuna sehemu maalum pale anza. Kwenye Hajar al-Aswad. Na maana ukianza na hapa, ukipita hapa ndio unahesabu. Ndio hesabu ndio. Naam. Iko mahali fulani kitabu hiki haelezi, lakini kwa kuwagusia tu ni Hajar al-Aswad. Kuna sehemu pale Hajar al-Aswad. Siku hizi nasikia kama kuna alama imewekwa. Watu wanajua hapa ndio yaanza. Tamam, hapa ndio tawafu yaanza. Tamam. Hata ukianza kabla ya hapo haihesabiwi. Ukifika pale ndio yaanza kuhesabiwa ile. Kwa mfano wewe umeanza nyuma kule. Tutakwambia haihesabiwi ile mpaka ukifika pale ndio hesabiwa. Tumeelewana? Ndio yaanza kuhesabiwa kwanza. Tumeelewana? Sawa. Na lazima ile tawafu iwe ndani ya msikiti bwana. Lazima ile tawafu iwe ndani ya msikiti. Haifai, unajua kuna msikiti na kuna al-Kaaba. Kuna msikiti na kuna nini? Al-Kaaba. Al-Kaaba ndio ile nyeusi. Iko ndani ya msikiti. Msikiti sasa wa Makka kubwa ule. Sasa lazima mtu atufu ndani ya nini? Msikiti. Lao atatufunde kule, atasema ndani kuna zahma, haiswi. Sawa? Lazima ndani ya msikiti. Kisha asema hapa fil masjid, ndani ya msikiti, wal baitu an yasarihi na ile nyumba yani al-Kaaba lazima iwe upande wake wa kunini? Wa kushoto kama tulivyoeleza. Wa huwa kharijun anhu, na huyu mtu lazima awe nje ya al-Kaaba. Lazima awe nje ya nini? Al-Kaaba. Lakini ndani ya msikiti. Sasa ishkali iko wapi? Kama mfano hii. Kama hii nguzo, ndio kweli, kama hii nguzo. Ishkali iko wapi? Kuna masala ambayo huwa tutajiwa, ndio nitaongezea kidogo. Kuna sehemu pale al-Kaaba huitwa Hijr Ismail. Huitwa Hijr Ismail. Ni kama kijikuta kidogo hivi. Yaani labda saizi yake mpaka hapa. Yaani utasema saizi ya magoti au juu. Nafikiri saizi ya kiuno. Kiuno cha mtu mrefu, si mrefu sana. Yaani si mtu mrefu, mtu kawaida. Pale kiuno chake. Ile hata ukiangalia kwenye picha za al-Kaaba iko kwa upande mmoja kama kuta hivi. Iko hivi semicircle hivi. Iko semicircle. Ushai kuiona? Yaani al-Kaaba ndio hii kwa mfano. Al-Kaaba ndio hii. Kuna ukuta fulani kwa hapa. Ushai kuiona? Sasa ule ukuta waitwa pale ni Hijr Ismail. Unaona kuna nafasi. Unaona huu ukuta, baina ya huu ukuta na al-Kaaba kuna nafasi hapa. Uweza kupita, sio? Ukipita hapa tawafu iswihi. Manake hapa kitambo ilikuwa ni juz'i ya al-Kaaba. Ilikuwa al-Kaaba ni hii yote hii mpaka huko. Lakini wale makureshi zama za bwana mtume, lakini kabla ya kupewa mtume sallallahu alaihi wasallam, walipoijenga tena al-Kaaba walikosa pesa za halali. Manake walikubaliana bwana hii al-Kaaba nyumba ya Mungu, sio? Tuijenga kwa pesa za halali tu. Hatuijengi kwa pesa za riba, hatuijengi kwa pesa za tembo, tuijenga kwa pesa za halali tu. Makafiri jamani. Basi pesa zikapungua. Pesa zikafanya nini? Zikapungua. Basi ile sehemu hawakuitimiza.
Sasa ile nafasi ikabaki ambapo ilikuwa hiki kikuta kifanye nini? Kitimie, yani kishikane na Al-Kaaba. Kilikuwa kishikane na Al-Kaaba, lakini wapata kuna nafasi. Walikosa kuta za yani walikosa pesa za kupata mawe za kutimiza. Basi wakaacha vile na ikabaki vile wakati wa Mtume, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuijenga. Na alipoulizwa, kuna wakati aliulizwa akasema, wajua hawa wamesilimu karibuni, lau nitawabadilishia huu mjengo, imani zao bado dhaifu, watafanya nini? Watakasirika, sana sisi tutataka watu wabaki Waislamu. Basi hakuijenga na ikabaki hivyo. Naam, ingawa kuna matukio baadaye yalitokea. Naam, lakini ikabaki hivyo. Wazi? Tumeelewa na Amiri? Tuko salama? Haya. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Asema shekhe, wajibu an yakuna sa'yu 7. Naam, na sa'i lazima iwe 7. Lazima sa'i iwe 7. Sasa ameruka kwenye sa'i. Shamalizana na nini? Na tawaf. Lakini afwan, kabla ya kumalizana na tawaf kuna baadhi ya masaili hapa yanafungamana na tawaf, acha tuyagusie. Ni sunna mtu ikiwa yuatufu ile Kaaba ende akabusu al-Hajar al-Aswad. Ni sunna ende akafanya nini? Akalibusu ile Hajar al-Aswad. Ni sunna. Lile jiwe leusi ni sunna. Iko sehemu maarufu, ukienda kule utaiona. Hakuna haja niwafafanulie. Ukienda kule inshallah utaiona. Na kwenye mapicha ziko. Sawa, Mungu atujalie tuinulie hatua, sio? Sawa, kwa hivyo ni sunna ulibusu lile. Ni sunna ikiwa ile tawafu unayofanya, tufahamiane. Ile tawafu unayofanya umenuia baada yake ufanye sa'i. Umekusudia baada yake utafanya nini? Sa'i. Basi ni sunna ile tawafu ufanye kama kujog. Inaitwa ar-raml. Kujog hivi. Si kurukaruka. Kwenda kwa nguvu kidogo, yani kwenda kwa mbio kidogo, kama kujog, unaenda haraka. Sawa, ni sunna. Tawaf tatu za kwanza ufanye nini? Ufanye hivyo. Tawaf tatu za kwanza ufanye hivyo, kisha 4 zilizobakia utembee kama kawaida. Tawaf tatu za kwanza uende haraka kama kujog, inaitwa kujog. Na zile za 4 ufanye nini? Utembee polepole kama kawaida zilizobakia. Sawa, kama pia unaweza pia ni sunna zile za mwisho utembee polepole, ni sunna. Lau mtu ataenda haraka, yani ile kujog, tutamwambia umekhalifu sunna, hata kama una uwezo. Tumeelewana? Lakini tatu ya kwanza ikimbie. Tatu ya kwanza si ukimbie, si kukimbia bubu raba, la kujog tu kidogo. Sawa Haya, kisha ni sunna tena ni sunna ufanye kitu chaitwa ittiba ama ittiba. Ittiba nini? Uweke, yani ile nguo unavoivaa. Ushaona watu wa hija mara nyingine ile nguo wanaivaa na bega hili la kulia linafanya nini? Linakuwa wazi, sio? Ile ni sunna. Ni sunna katika tawaf kama hili. Tawaf ambayo baada yake utafanya nini? Sa'i. Basi ni sunna ufanye uivaa ile ihram yako hivyo. Uivaa hivyo. Sawa. Wanaume tu bwana. Ni wanaume tu. Wanaume tu. Hata ukimbia wanaume tu. Si wanawake. Tumeelewana? Wanawake nguo ambao tutaeleza wanawake wafanye nini. Tutaeleza wanawake wafanye nini. Wa baada tawaf. Wa baada tawaf. Na asema sasa afwan, yajibu an yakuna sa'yu 7. Na sa'i lazima iwe ni ngapi? 7. Lazima tufanye sa'i mara 7. Sawa. Mara 7 vipi? Kwenda na kurudi mmoja ama? hivyo. Kwenda na kurudi moja. Waonaje? Kwenda ni moja, kurudi ni 2. Ndio maana tukasema uanze Swafa umalize wapi? Kama ingekuwa kwenda na kurudi mmoja, basi ingekuwa uanza Swafa na umalizia wapi? Umalizia hapo Swafa. Kwenda ni moja, kurudi ni 2, kwenda ni 3, kurudi ni 4, kwenda ni 5, kurudi ni 6, kwenda ni 7. Wenda umalizia wapi? Marwa. Tumeelewana Naam. Wazi? Kisha asema shekhe, wa baada tawafi